الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا، فقد فاز المتقون. بعد يكم احمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika iman, na kuhusieni nami nahusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mafanikio yetu leo hapa duniani na kesho akhera yako chini ya mwamvuli wa uchaji Mungu. Ikiwa leo ni Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Mtume alayhi salatu wassalam aliwapatia bishara masahaba zake na kuambia, atakum shahrun ramadhanu, atakum ramadhanun shahrun mubarakun, enye sahaba zangu, imekujieni Ramadhani, mwezi ambao kwamba umebarikiwa. Mtume alayhi salatu wasalam kataja hayo ambayo ni sababu ya mwezi huu kubarikiwa, na ikawa ni himizo la ibada na taa ndani ya masiku kama haya kwa masahaba na Waislamu wote kwa jumla. Maudhui yetu ya leo, tukiwa ndani ya mwezi huu uliobarikiwa wa Ramadhan, alfarhu billah. Maudhui yetu ya leo ni furaha ya mja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alfarhu billahi, yani furaha ambayo anatakiwa kuwa nayo Muislamu juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na huenda kwamba maudhui kama hii ikawa ni jambo la kushangaza, inakuwaje tuwe na furaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lianna almafahima fi alfarhi fi hayatina taqtasir ala alfarhi bilmahsus faqat, kwa sababu tunapotaja furaha katika maisha yetu ambayo kwamba imezoeleka ni kwa vitu vya hisia. Yani tunaweza kuwa na furaha kwa sababu ya mtu kapata kazi, au kuwa na furaha kwa sababu mtu kafanikiwa kuweza kuimalizia nyumba yake, ama mtu anaweza kuwa na furaha kwa sababu amepata mke kaoa. Mwingine anapata furaha kwa sababu amekamata senti alizokuwa akizitafuta kwa muda mrefu. Furaha yetu sisi inazungukia hapa. Sasa tukija kuambizana kwamba tuwe na furaha kwa Mwenyezi Mungu, huenda Muislamu akajiuliza, napata vipi furaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wakati ashazoea furaha yake ni kwa sababu ya chakula, au furaha yake ni kwa sababu ya kazi aliyokuwa nayo, au furaha yake ni kwa sababu ya mtoto aliyempata, aliyemtafuta kwa muda mrefu. Ni yapi maana ya furaha kwa mwanadamu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wama asraruhu, na ni zipi siri za kuwa na furaha kwa Mwenyezi Mungu? Alfarhu billah huwa alfarhu bihi rabban wa ilahan,
Nukta ya kwanza kuzingatia, ambayo tuifahamu, ni kwamba siye tuwe na furaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yeye ni Mola wetu, katuumba sisi, wa ilahan, kisha tuwe na furaha kwamba sisi hatuna tunayemwabudu isipokuwa Allah. Kama kuna mtu anaabudu mzimu, ama kuna mtu anaabudu shaitani wa kijini, au kuna mtu anaabudu nabii, au anaabudu kaburi ya walii, lakini mu'min anakuwa na furaha kwa sababu anayemwabudu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio kitu kingine. Leo kuna mtu kwa dunia hii lakini anaabudu jua. Kuna mtu leo yuko dunia hii lakini anaabudu ng'ombe, ikafikia pahali hali nyama ya ng'ombe kwa sababu ng'ombe huyo ndio Mungu wake. Kuna watu leo wanaabudu mashaitani wa kijini, kama anavyonukuu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani. Tunasikia katika jamii zetu wana marohani wao. Hawa ni mashaitani wa ukoo, ni marohani hao. Mwingine anatumia lugha tofauti, mimi na wanyama wangu wa kichwa. Lugha zote hizi au matamshi yote haya ni matamko yanayopatikaniwa kwa watu wanaoabudu mashaitani wa kijini. Kwa yeyote anayekuwa na rohani, huyu anaabudu jini, wala sio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu akidai mimi na wanyama wangu, huyu anaabudu shaitani wa kijini, sio Mwenyezi Mungu. Wanyama wangu ni wazuri bwana, wakiniambia jambo leo siko zuri, mimi sitoki. Kwa hiyo huyu safari zake zinavunjika au zinapangika kwa maagizo ya mashaitani wa kijini. Huyu anaabudu asiyekuwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunaposema kwamba tuwe na furaha kwa Mwenyezi Mungu, tunaashiria kwamba furaha yetu ni kwa sababu Allah ndiye Mola wetu mlezi, ndiye aliyetuumba, wa ilahan, na kwamba yeye ndiye mstahiki wa ibada zetu zote. Fatafrahu biubudiyatika lahu, kwa hiyo wewe na mimi unakuwa na furaha kwa sababu ibada yako ni kwa ajili yake Allah. Wa khudu'aka baina yadayhi, na unyenyekevu wako si kwa kitu chengine, ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unyenyekevu kwa wale watu wa marahani wanaofahamu vipi? Watu wa marahani wao yakishapanda wote wanyenyekea, bwana tulia bwana, wataka nini? Mbuzi, marashi, udi, pete, shuka, unataka chano? Wanalalamika na kunyenyekea kwa majini wale, badala ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa anatakiwa Muislamu unyenyekevu wake iwe ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waftiqarika lahu, na iwe kwa Mwenyezi Mungu umejifukarisha, huna chochote kwake. Wankisari ala atbati babihi, kisha natakiwa mwanadamu iwe amejinyongesha, hana lolote, hana mbele hana nyuma, mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikishafikia hapo sasa inaonekaniwa kwamba huyu mapenzi yake makubwa yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo alfarhu billah, furaha ambayo ijae kwenye moyo kwetu sisi iwe ni furaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyonukuu na kueleza. Tafrahu hina tatawadhau, iwe mwanadamu Muislamu anapata furaha ule wakati anapochukua udhu wake pale kuja kusali, au wakati anatoka nyumbani kwake ama nyumbani kwao, iwe moyo wake umejaa furaha kwa sababu mie naenda msikitini salatu dhuhur, naenda msikitini kuswali salatu al-asr, naenda msikitini salatu al-fajr. Iwe tukio hili linatukia wakati ambao ule moyo umejaa furaha, hakuna kitu kilichokuchukiza au umelazimishwa unakuja kwa sababu ya ulazima. Mwingine kalazimishwa na mke wake kule kuswali, sio khiari yake, ndio nini? Ndani ya moyo na mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwanamke naye anaswali kwa sababu mumewe kamsimamia tight, wala sio kwamba anafanya hivyo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo anatakiwa Muislamu anapokuwa anakuja kusali au anafunga saumu yake au anasoma Qur'ani yake au anatoa sadaka, anafanya yote hayo bilfarhi,
kwa kupenda na furaha, sio sadaka za kulazimishwa, wala sio swala za kusukumwa, wala Qur'ani haisomwi mpaka watu wapagawe na majini. Leo imefikia pahali ile Qur'ani inatambulika mpaka watu wapagawe na mashetani, nyumba hazilaliki, wana maradhi hospitalini yameshindikana, ndio sasa wana aurad program waliopangiwa na maustadhi au matabibu. Ukiamka asubuhi soma suratul Baqara, maliza na Yasini, Ayatul Kursi usikose, shinda na udhu siku nzima. Kwa taratibu hii imekuja baada ya mashetani kutawala kwenye majumba yetu, sio kwamba ilikuwa taratibu tulipenda kwenye nafsi zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alfarhu billah, kuwa na furaha kwa Mwenyezi Mungu ni kutekeleza taa kwa khiari na mapenzi ya Mola Jalla Jalaluhu, lakini isije nukta hizo kwa sababu ya vizingiti ambavyo kwamba vimetukalia ngumu. Tafrah hina tatawadda, Muislam anapata furaha wakati ambapo anatawadha udhu wake, ima ni nyumbani ama ni msikitini. Lile tukio la kutawadha kwa sababu ya sala iwe linatendwa kwa ridhaa, iwe linatekelezwa kwa furaha, ndio pale atatawadha Muislamu udhu uliokuwa mzuri aliozungumzia Mtume alayhi salatu wassalam. Udhu mzuri aliozungumzia Mtume alayhi salatu wassalam utapatikaniwa wakati ambapo jambo hili linatekelezwa kwa ridhaa ya nafsi na mapenzi ya hali ya juu. Liannaka sawfa tunaji rabbak, unapata furaha kwa sababu udhu wako huu unakwenda kumnong'oneza Mola wako, unakwenda kwenye sala kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Unapata furaha kwa sababu unakwenda kuzungumza na Allah. Tafrah hina taqif ala qadamayka wa tarka wa tasjud, anafurahi mwanadamu wakati ambapo amesimama kwa miguu yake miwili kwenye mkeka wake wa sala. Tarka, una rukuu, una sujudu li rabbika alqarib almajid, tena sio kwa mwingine. Vitendo hivyo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoko karibu nawe, tena ambaye kwamba daima anapatikaniwa. Kwa yale mapenzi ya ibada na furaha iwe imejaa kwenye moyo, ili yale matukio ya taa yatekelezwe kwa furaha. Jambo lingine, tafrah ayuha almuslim hina tasumu, Muislam anaamka alfajiri yake, anapata sahuri daku, anakuwa na furaha wakati ambapo amefunga. Watatruku kulla shahawati nafs, unakwenda kuyaacha yote matamanio ya nafsi, yote yale majambo ambayo kwamba nafsi yako inashtahi kila siku, inapenda, inatamani. Ikiingia siku ya saum, majambo yote yale yanakuwa locked, hakuna tena. Min at-ta'ami wash-shahwa liajli Allahi wahda, unaacha vyakula vyako, unaacha hisia zako za mke wako au mumewe au mwanamke kwa mumewe kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watatadhakkar alhadith alqudsi, alafu muislamu huyu anakwenda kuikumbuka hadith alqudsi, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposikia kutoka kwa mtume, illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Muislamu anashinda na maumivu ya kiu, anashinda mchana kutwa na maumivu ya njaa, akikumbuka kwamba funga yake hii Mwenyezi Mungu anasema ni yangu mimi, na mimi ndiye nitakayelipa malipo yake. Ibada hii ni yangu. Ikifikia hatua hii, Muislamu anajawa na furaha, akifahamu kwamba ibada yake adhimu aliyokwenda nayo siku nzima haina malipo kwa mtu mwingine ila kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini funga hiyo sio ile yetu,
sio ile yetu saa 4 asubuhi, saa 5 Muislamu katambarika kabisa saa 5, wala sio ile yetu ya kunadiwa kila mmoja atakaonekaniwa, bana mimi nafunga bana cha mchezo bana ya leo hii. Sio hivyo. Kila utakayemuona bana leo saumu kali bana, afadhali ya jana bana, siku zote ya kwanza wa hatari bana. Sio hivyo. Isingekuwa hatari wakati ambapo ibada hiyo unaitekeleza kwa ridhaa ya nafsi, wala isingekuwa na maumivu wakati ibada hiyo inatekelezwa wakati moyo umejawa na furaha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka baadhi ya wanachuoni wakaja kusema, lau lam yakun min fadli siyami illa hadha alhadith la kafara, lau ingelikuwa haijakuja chochote kwenye fadhila za funga, haijaelezwa lolote kwenye fadhila za Ramadhani illa hadithi hii alqudsi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, isipokuwa funga kwa sababu hii funga ni yangu mimi na miende nitakayelipa. Wallahi, ingelikuwa hakujafundishwa chengine cha fadhila za ibada ya funga zaidi ya hadithi hii, wanachuoni wanasema ingelitosheleza kwa Waislamu kumwelewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingetosheleza kwamba ile njaa wanaoshinda nayo sio kwa ajili ya kitu chengine bana, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeacha vyakula vizuri, tumeacha vinywaji vizuri, na tumeacha kila kitu. Tunafanya hivyo kutafuta ajiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tafrah min dakhilik, hapa mwanadamu na Muislamu ana furaha ndani ya nafsi yake. Watashuru bisururin, kisha unahisi furaha qalbaka, ya moyo wako, hina ma takhlu bikitabillah, wakati ambapo unajiweka kando peke yako na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Umefunga, umesali, lakini pia bado unatafuta pahali kipembeni, unakamata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, watatasafaha safahatihi, unapekua kurasa zake, watantakilu baina ayatihi, unagura aya baada ya aya, unasoma Qur'ani. Sio wakati huu wa kukaa maskani, sio wakati huu wa kupoteza muda kwenye TV, sio wakati huu wa kupoteza muda kwenye simu, TikTok, Facebook, YouTube, wapi, sio wakati wake huo. Ni wakati ambapo Muislamu huyu iwe tayari kurasa za Qur'ani zimefunguka, anasoma, akisoma anagura aya baada ya aya, ahzabi baada ya ahzab. Wa min al-ujab, lakini la kushangaza kabisa, lile la kushangaza, huenda Muislamu mpaka leo hajaweza kuishika Qur'ani kusoma, hajasoma hata kurasa moja wa Qur'ani, na kumbe ilikuwa anatakiwa ndani ya Ramadhani kwa uchache kabisa arejelee Qur'ani mara moja, ahitimishe mara moja Qur'ani kwa uchache kabisa, ama akiweza mara 3 kwa Ramadhani mzima, ama akiweza kila wiki aisome Qur'ani mzima, na ikiwa yuko mbio zaidi kila siku 3 anahitimisha Qur'ani kama alivyokuwa wema waliotangulia. Hivi ndivyo ambavyo tulikuwa tunatakiwa tuamirishe mwezi wa Ramadhani, kwa sababu vifua vyetu vimejaa furaha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mwezi ambao wanataka Waislamu wawe na furaha ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwenye utoaji wa sadaqat, na sadaka sio senti peke yake msikitini, kwamba tuje Ijumaa tubebe 20 ama 50 au 100, lakini kumbe kuna ibada ya iftari saim, kumfuturisha aliyefunga, sio husubiria tende tuziletwe. Sio sote watu wasubiriaga tende ziletwe, lakini hakuna mwenye azma ya kwamba mimi nachukua boksi yangu moja pale marikiti 1500 au 800 au 700 napeleka msikitini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sote hatuna kitu, tusubiria tende ziletwe miskini. Lakini maskini hao
ana nyumba rumu 4 peke yake au rumu 8 au 6 au 12, aliijenga peke yake, hakukufanyiwa mchango hapo. Yeye ni maskini, hawezi nunua box ya tende. Yeye ni maskini, hawezi nunua paketi ya tende 200 au 100, hawezi. Lakini jumba lake lina tiles, sliding windows, anatamani alikuwa na nafasi yake na swimming pool, tamani hilo. Lakini hajakaa kafikiria kwamba mimi nipate 2000 yangu nilete box ya tende msikitini, waje wapate kupata iftari wale waliofunga. Wallahi ameshindwa Muislamu huyu kununua hata katoni moja ya maji 340 au 380 akaleta msikitini kwa ajili ya imamu wa tarawih. Ameshindwa Muislamu Ramadhani yote. Tafrah, lakini kumbe alikuwa anatakiwa Muislamu awe na furaha ndani ya nafsi yake, ndani ya moyo wake, ajiweke kando kipembeni na Qur'ani yake, ima nyumbani kwake ama msikitini, safaha za Qur'ani na ayat iwa anasoma, kwa sababu hapo wayatadhuku qalbaka halawata dhikr, ili ule moyo wako na wangu uonje ladha ya utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ule moyo uonje ladha ya taa, uonje ladha ya Qur'ani. Ule moyo uonje ladha ya utoaji wa sadakat. Ule moyo uonje ladha ya kufuturisha. Yule ambaye kwamba tabia yake ni kuwafuturisha Waislamu, ima kwa konde ya tende au kwa tama la maji au kwa chakula, wallahi anapata furaha ambayo kwamba huwezi ipata kwenye ufuo wa bahari. Anapata furaha, huwezi ipata furaha hiyo kwenye kuangalia TV. Hiyo ni furaha ya kivyake na amani ya kivyake kabisa. Yaqulu Allah, ala bidhikri llahi tatma'innu alqulub, basi kuwenu fahamu walau kidogo kwenye utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, hapo ndio nyoyo zinapata amani na furaha. Kwenye kuisoma Qur'an au kufunga saum au kusimama qiyamul layl, hapo ndio nafsi inapata furaha. Naam, yafrahu al-abidu, anapata furaha yule mwenye kufanya ibada, hinama yaqumu fi al-layli yunaji rabba, wakati ambapo anayenuka usiku peke yake nyumbani kwake anamnong'oneza Mola wake subhanahu wa ta'ala, fi sukunin wa khushu'in wa khudu'in, tena kwa utulivu na unyenyekevu. Usiku saa 9 uko saa 8 peke yako, hakuna tafas. Wallahi wanafahamu maneno haya wale ambao kwamba wamevaa vazi la qiyamul layl, wale ambao kwamba wamebeba tabia kuamka usiku kwa ajili ya Allah, wanafahamu tunachokizungumzia. Yuratilu bil ayat, akawa usiku wake anasoma aya mbalimbali za Qur'ani. Wa yulhiju bid'awat, kisha anajivurumiza kwenye dua mbalimbali. Hapo ndio anashtakia matatizo yake, hapo ndio anashtakia maradhi yake, hapo ndio anashtakia kufa kwa moyo wake, hapo ndio anashtakia matatizo ya mke wake, hapo ndio anashtakia majanga ya vijana wake waliokwenda kuharibika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndio Muislamu anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na balaa za watoto wake. Hapo ndio Muislamu anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya maradhi yaliyokwenda mtesa kwa miaka mingi. Sio kulalamika kwenye macho ya watu tu bwana, mimi ninakwenda hospitali zote bwana, ninafanywa visomo, kila mwalimu kashafanya kisomo mimi. Sio hivyo.
ana wakati ambao alikuwa asimame aongee na Mola wake jalla jalaluhu, aongee na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati Ayub alayhi salatu wassalam akileta historia hiyo, Allah wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa adhab, e Mwenyezi Mungu Mola wangu, hakika mimi shaitani amenigusa kwa magonjwa na mateso. Hapo Ayuba anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Magonjwa ni yapi anashtakia? Ni maradhi ya kansa. Tukisoma historia ya Ayuba nasikia bwana alikaa mpaka akaoza, akaliwa na mabuu, mpaka akabakishwa ulimi tu, mpaka ikawa kadhaa familia yake ikatoroka, mpaka mashamba yake yakaisha, mali zake filisika. Lakini Ayubu huyu anamshtakia Allah subhanahu wa ta'ala, anni massani ash-shaytanu binusbin wa adhab. Hapa anaongea na Allah, na hivi ndivyo ambavyo anatakiwa Muislamu kuwa, awe usiku wake anaenuka, anasimama hasa katika nyakati hizi za Ramadhani, wa yulhiju bid'awat, ajinyenyekeze kwa Mola wake kwa dua, hata innahu yusabiqu zaman qabla alfajr. Wallahi awe na fursa hiyo, awanie wakati huo kabla alfajiri kuchomoza. Hata qala dhalika alabidu wallah mundu 40 sana ma ahzanani ila tulu'i alfajr. Bwana mmoja aliyekuwa akifanya ibada huko nyuma za sawa, anasema hakuna kipindi napata huzuni mimi ndani ya miaka 40 zaidi ya wakati alfajiri napochomoza, kwa sababu alfajiri napoingia Mwenyezi Mungu anaondoka kwenye uwingu wa dunia na rudi zake huko, kama vile anavyokuja thuluthi ya mwisho kwenye uwingu wa dunia. Anaomba mwenye kuomba, mie naamka miaka 40 mfululizo na napata huzuni kila alfajiri napoingia, nikifahamu Allah hayupo tena. Sasa tujiulize, wenzetu wameamka kwa kipindi cha miaka 40 qiyamul layl, miaka 40 hajakosa siku. Leo sisi miaka 40 hatujasimama hata mara moja. Waliotangulia wamesimama miaka 40 qiyamul layl, sio salat za faradhi khams, sio hizo, sio hizi swala tano hizi ambazo leo imekuwa balaa kubwa kwenye umma. Swala tano zimeshindikana, swala tano zimekuwa balaa, haziswaliwi kweli. Si utazame Ramadhani sasa, hii Ramadhani sheitani kafungwa, lakini je, tuangalie msikiti, watu wanavyoattend msikiti. Sasa ikiwa Ramadhani hali ni hii, aya baada ya Ramadhani inakuwa hali gani? Sasa wale ndugu zetu waliotangulia qiyamul layli, ile sala ambayo sisi hatusimami maisha yote, hatuamki maisha yote, wao wamesimama miaka 40. Miaka 40 hajakosa qiyamul layli. Sisi leo tunashindwa mwezi mmoja tu kuhitimisha sala za faradhi 5. Sio kwa jamaa, hata peke yako wiki nzima utoboi. Siku 7 za wiki Muislamu aswali swala 5 kwa siku 7 mfululizo, hatuwezi sisi. Acha kwamba ziwe za jamaa, hata kosa jamaa kabisa, lakini zipatikane zote 5 kwa kila siku, hatuwezi. Vipi tutafikia wakati tupate furaha ya Uislamu? Vipi tafikia wakati Qur'ani ikisomwa iwe ina ladha kwetu? Vipi tafikia pahali kwa mafunga iwe ina ladha? Vipi fikie pahali eti subhanallah astaghfirullah iwe ina testi kwenye nyoyo zetu? Vipi wakati swala ya jamaa, pamoja kwamba uje swali kwa jamaa, hauwezi swali peke yako ikapatikana 5 kwa wiki nzima? Vipi? Ndio pale leo Qur'ani ikisomwa kinachoongezeka kwetu ni kupagawa majini. Kwenye watu 10, Waislamu 10 hapakosekani mtu wa majini, mtu aliyebeba mashaitani kwenye mwili wake, hapakosekani kwenye 10. Yaani miili yetu ndio imekuwa manyumba yao.
amekosa kukaa kwenye majabali, amekosa kukaa kwenye miti kwa misitu, amekosa kukaa chooni, anatoka ndani ya choo, anaishi ndani ya mwili wako. Qur'ani ikisoma na mimi jini wa chooni, akatoka kwenye mavuko kwenye mwili wako. Yani imefikia pahali mwili wako ama wangu afadhali choo. Unaishi vipi na majini mwaka mzima hayatoki shefu? Eti Muislamu huyu anakaa na majini mwaka mzima hayatoki, wakati Rasulullah anatuambia nyumba inayosomwa Suratul Baqara haiingii shaitani kabisa. Leo sisi tunasoma, tunasikiza, tunabandika na tape, lakini bado wanakaa ndani. Ndugu zangu, yafrahu al-abidu, anapata furaha yule Muislamu anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hina ma yaqumu fi al-layli yunaji rabba, wakati anapata fursa kusimama usiku anamnong'oneza Allah subhanahu wa ta'ala, anapata furaha ndani ya moyo wake kwa kule kusimama usiku, pata furaha. Leo sisi kuamka usiku ajili ya qiyamul layl hatuwezi, kuamka salatul fajr hatuwezi, na ikifikia weekend awacha watoto walala pumzika, awatoka na shule ukizima rauka saa 10 usiku yuko feri uenda shule saa 10 usiku kama watu wa sokoni. Kwa salatul fajr kupita ni sawa, waache watoto wamechoka hawa. Watoto wanaachwa, kijana miaka 9, miaka 10, 20 anaachwa alale kwa sababu kizima alikuwa yuko mbio na masomo. Salatul fajr ile haina uzito. Mmoja kati ya watu wema anasema, laula layli, lau ingelikuwa si visimamo vya usiku ambavyo kwamba Allah ametuwekea na mtume wetu ametufundisha, laula layli lamma ahbabtu al-baqa fi dunya, wallahi nisingependa hata dakika moja kubakia duniani. Lau ingelikuwa hakuna ruhusa ya kusimama usiku kumwabudu Allah, hakuna jambo lingine la kunifanya mimi nibakie duniani. Wewe jiulize, mpaka mtu afikie kauli hii, bimaana usiku ndio mchana wake. Lau ingelikuwa sio qiyamul layl kupatikaniwa na furaha yake na ladha yake, hakuna sababu ya mimi kubakia wapi duniani. Tujiulize, ni furaha kiasi gani na ladha kiasi gani yashuru biha, anayoipata na kuihisi yule anayefanya ibada ya usiku. Ni furaha kiasi gani ambayo kwamba anaipata ndani ya moyo wake mpaka aseme, la ingelikuwa sio kusimama usiku, hakuna jambo la kunipa furaha ya dunia kubakia mimi. Ni amani kiasi gani anayoipata mpaka aone inapokosekaniwa hii, hakuna tena la kunipa mimi fursa ya kuishi. Ahibai alkiram, ndugu zetu waliowema as-salaf wakipata furaha kwenye kumnong'oneza Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada. Sultan akitueleza katika wema waliotangulia, anasema raghima humumi, pamoja na makero ya dunia na mbio za ulimwengu, fi tilka alfatra illa anna Allah malaa qalbi farhan biibadatihi wa khasatan fi salati al-layl, pamoja na matatizo ya dunia na balaa zake na uchumi wake,
na usiku unavyokuwa mgumu, lakini furaha ya kumwabudu Allah ndio inanibakisha mimi kusimama usiku. Leo tuko ndani ya Ramadhani, ima ni funga ya tatu ama tuko funga ya pili. Sio kisimamo ya usiku tu, salatu tarawih, vijana wamekwenda kuitoroka msikitini. Salatu tarawih, wazee wamekwenda kuikwepa msikitini. Watu wamekuwa wazito kwenye kutekeleza ibada hiyo. Sasa ikiwa tarawih ambayo ni lisali moja au limoja na nusu imetushinda, vipi tunakwenda kuukata usingizi wetu tusimame kwa ajili ya Allah sana na usiku wa masaa 9? Vipi? Furaha ambayo inajaa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, shuurun yaj'alu alqalbu yarafrafa nahwa alula, ni furaha ambayo inajaa kwenye moyo, inapelekea moyo kupaa katika anga za juu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayatiru nahwa maanin la yaqwa alqalamu ala ta'bir anha. Wallahi, furaha hiyo hatuwezi hata kuieleza kwa maandishi. Ni furaha automatic kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaifahamu anayefanya hivyo, anaifahamu yule anaamka usiku, anaifahamu msomaji wa Qur'ani, anaifahamu mtoaji wa sadaka. Yule mtoaji wa sadakati ndiye anafahamu furaha ya utoaji. Yule msimamaji wa qiyamul layl ndiye anayefahamu ladha ya kusimama usiku. Yule msomaji wa Qur'ani ndiye anayefahamu utamu wa Qur'ani. Leo sisi Qur'ani tukisoma tupata usingizi. Eti Muislamu akifungua Qur'ani analala, wallah, pata usingizi. Akisikia usingizi akisoma mwenyewe analala. Ustadhi, mimi nisoma Qur'ani kidogo tu simaliza hata safa moja shalala. Unalala. Unalala. Yani akishika Qur'ani hivi kwamba sasa nataka kusoma Qur'ani, yaghlibuhu an-nawm, usingizi unamshinda. Naweza mko sada tamsafu umeanguka huko, mimi sina njualo. Wewe una hatari kubwa, na hatari sana. Lakini furaha ya kuisoma Qur'ani anaipata ladha yake msomaji wa Qur'ani. Furaha ya qiyamul layl anaionja furaha hiyo na ladha yake msimamaji wa usiku. Furaha ya sadaqat na ladha yake anaifahamu yule anayetoa 50 yake 100 yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yafrahu al-abidu bisabrihi ala al-bala'i, ana furaha mja. Kwa nini? Kwa sababu ya subira yake juu ya mabalaa aliyokuwa nayo. Naam, ana mitihani, lakini mitihani hiyo haipelekei yeye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ana subra, subra ambayo anakuwa nayo ni juu ya mitihani ambayo inamteremkia kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Ile mitihani anakuwa nayo subra, ima ni magonjwa au ni ukosefu wa senti au ni ukosefu wa mke au mume, anakuwa na subra katika hilo. Anatafuta njia muafaka ya kupata mke au njia muafaka ya kupata mume au njia muafaka ya kupata uchumi na senti, kwa sababu amejazwa subra na Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab wallahu al-mu'inu wal musaddiqu. حمدا يوافي نعيمه ويكافئ مزيده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، احبائي الكرام،
alfarahu billah, furaha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ladha ya kumkubali Allah tabarak wa ta'ala katika ibada zake. Bimaana ifike pahali muislamu saumu yake isiwe ni kero, bali ibada ya funga iwe inaleta ladha kwenye maisha yake na moyo wake. Ibada ya sala iwe sio kusukuma wala kuichukia, bali ibada ya sala ilete mabadiliko na ijaze furaha kwenye nyoyo zetu. Ifike pahali unapotawadhi udhu wako na kuelekea msikitini, unatekeleza matukio hayo ikiwa moyo umejawa na furaha juu ya ibada hiyo. Ndio pale misikiti tabakia na waumini. Lakini kusudio na kuona kwamba hii sala imekuwa nzito kwetu na haina ladha, ndio pale tunajipata msikiti tunabaki empty, hakuna mtu, kwa sababu tumeionja sala tukaipata ni uchungu, haina usukari. Lakini wale wanaojua kwamba sala ina ladha kwao, wallahi hawaikosi sala, wanaiota hata usingizini. Salatul fajr, kupatikaniwa adhana kwa microphone au isipatikaniwa kwa sababu umeme hakuna, wao wanafika msikitini kuitekeleza salatul fajr. Lakini imefikia leo sisi swala kwetu zimekuwa ngumu, kwa sababu hatuna furaha au ladha ya swala hizo. Leo Qur'ani imekuwa ugumu kuisoma kwa sababu hatupati ladha ya usomaji wa Qur'ani, hatupati ladha wala testi yoyote tunapoisoma Qur'ani. Zaidi ni usingizi na miayo, tutapiga miayo mpaka msafu wa mdondoka. Hii imefikia hali mbaya kabisa. Kwa Muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amjalie kwamba usomaji wake wa Qur'ani huu unajaza jambo ndani ya moyo wake. Allah amjalie swala yake anayosali iwe na mabadiliko kwenye maisha yake, tukizingatia kwamba tuko ndani ya mwezi wa Ramadhan uliobarikiwa. Tuwe na furaha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.